Mwandishi wa habari mwandamizi Ansbeth Ngurumo amehoji kauli ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu kuhusu msimamo wa chama hicho juu ya uchaguzi ujao. Ngurumo amehoji iwapo kauli ya Lissu kwamba bila mabadiliko hakutakuwa na uchaguzi inaashiria msimamo wa kususia uchaguzi au hatua ya kudhibiti mchakato wake. Nikinukuu hapa ambacho amekisema, sema kwa mtazamo mwenyekiti anaposema ili iweje. Unaona kabisa hii ni kauli ya kususia uchaguzi. Sasa swali linakuja, je, Chadema kikiamua kususia uchaguzi vyama vingine vyote vitasusia? Mwenyekiti anasema uamuzi uliopo sasa ni kuzuia uchaguzi iwapo hakuna mabadiliko. Swali ni kweli katika mazingira ya kisiasa ya Tanzania tunachofahamu Chadema ina uwezo wa kuzuia uchaguzi. Akitoa mtazamo wake, Ngurumo amesema amependekeza kuwa chama cha Chadema ina nguvu ya kuzuia uchaguzi, basi ni vyema itatumia nguvu hiyo kushiriki na kushinda. Ukiniuliza mimi nitasema kama Chadema ina uwezo wa kuzuia uchaguzi, ninashauri ishiriki ili itumie nguvu hivyo hivyo ya kuzuia ishinde. Yeyote mwenye uwezo wa kuzuia uchaguzi huu ana uwezo wa kushiriki na akashinda. Kwa hiyo anapaswa kuweza kuona namna ambavyo atashinda. Kwa hiyo hayo ni maneno ya Ngurumo mara baada ya kuona kwamba kumekuwa na maneno mengi sana ya Chadema namna ambavyo amekuwa akiendelea kupigilia moto msumari namna ambavyo uchaguzi utakuwa. Sasa nikusome comment za wadau mbalimbali. Mtu akasema Ngurumo ni mmoja ya washauri wa Mbowe. Yeye ni Absalom Kibanda. Ngurumo aliwahi kuwa mwajiriwa wa Mbowe kwenye gazeti la Tanzania Daima. Haishangazi bado wanapambana na uongozi mpya kama wanavyofanya wakina Mchome, kama alivyogusa wakina Boniai. Mwingine anasema kwamba nguvu kubwa wanayotumia watu kama hawa kuyakosoa na kuyapinga maamuzi ya Chadema, ili hali wakijua wazi ya kwamba hoja za Chadema zina mashiko, zingetumika kuwaunga mkono kwa namna moja ama nyingine ili kuwashinikiza na kuwataka watawala wafanye kazi hoja za Chadema, ingekuwa na maana sana. Mwingine anasema jamaa nilijuaga ana point, kumbe ni wa ajabu kweli. Mwingine anasema huyu akili yake fupi kama mkia wa sungura ama mbuzi, anakimbia kwenye hoja namba 2 anaacha namba 1, hakuna mabadiliko. Mwingine sema mwambieni arudi nyumbani, aache kujificha ugaibuni. Mabadiliko yanafanywa na Watanzania wote akiwemo yeye mwenyewe. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya maoni ya watu namna ambavyo walikuwa wanatoa maoni yao kuhusiana na kile ambacho alikuwa amekizungumza.